Kabwiga unatumiwa kwa kosa la kubaka mwanafunzi ambaye ni binti Abigaili mwenye umri wa miaka 17. Ni kweli au sio kweli? Na baki sogo. Hiyo ni hapana, hapana, hapana. Karani, mlalamikaji amefika. Ndio mheshimiwa mtukufu wa hakimu, mlalamikaji amefika. Mlalamikaji, pande kizindani. Mlalamikaji, unaitwa nani? Naitwa Abigaili Mzee Mkai, Nijabato Kandiwangashesha. Wewe ni dini gani? Kwa kitabu hiki, mesha kidogo. Utaapa kwa kurudia maneno utakayoyatamka. Mimi Abigaili Mzee Mkai, Nijabato Kandiwangashesha. Na hapa ya kuwa maneno nitakayozungumza ndani ya koti hii ni ukweli, ni ukweli mtupu. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Unaitwa nani? Naitwa Abigaili Mzee Mkai, Nijabato Kandiwangashesha. Wewe ni nani katika kesi hii? Mlalamikaji. Je, unaweza kuielezea mahakama unafahamu nini kuhusu kesi hii? Ndio, naweza kuelezea. Haya, ielezee. Mimi nilibaka na Kabwiga. Nakumbuka nienda hapo kuangalia movie. Baada ya kwenda pale ndio umeenda. Ukanilazimu kulala. Baada ya kulala akaniomba tufanye mapenzi usiku na nikawa nimekataa. Baada ya kukataa akanilazimisha akanibaka. Na kulipopambazuka nikarudi nyumbani nikamwelezea baba. Baada ya kumwelezea baba akaniambia tuko kule mahakamani na nibaki kwa. Je, unaweza kumtambua Kabwiga ndani ya koti hii? Ndio, naweza kumtambua. Yuko wapi? Mheshimiwa mtukufu wa hakimu, mlalamikaji ameweza kumtambua mshukiwa wa kesi. Kabwiga, una swali lolote kwa mlalamikaji? Nayo. Uliza. Binti Abigaili Mzee Mkai Kinjabatwa Mkandiwangashesha. Umeieleza vyema mahakama kwamba ulikuja nyumbani kwangu. Swali langu ni je, ulihaga nyumbani kwenu au ulitoka? Ndio, niliwaaga, ndio maana walikuwa na wasiwasi wa kunitafuta. Vyema, na wakakuruhusu? Ndio. Vyema. Ulipofika nyumbani kwangu umeieleza mahakama. Swali langu ni je, nyumbani wewe, mahakama inatambua kuwa kosa la ubakaji ni kosa la uvamizi. Kati ya mimi na wewe, nani aliyemfuata mwingine nyumbani kwake? Nilikuja kwako. Kwa hiyo unakiri kwamba wewe ndio uliyembaka Kabwiga? Hapana, nimembaka vipi wakati mimi ni mwanamke? Mheshimiwa mtukufu wa hakimu, sina swali la ziada kwa binti Abigaili. Halani, una shahidi yoyote? Ndio mheshimiwa mtukufu wa hakimu, shahidi kamili. Shahidi pande kizindani. Shahidi, unaitwa nani?
naitwa Mzee Mkali, Kijabatwa, Kanjura Masheshe. Maria, amari. Kabwida. Hebu kwa kimya. Wewe dini gani? Mimi Mkristo. Sema kitabu hiki. Nyosha kidogo. Utaapa kwa kurudia maneno nitakayoyatamka. Mimi Mzee Mkali, Kijabatwa, Kanjura Masheshe. na hapa ya kuwa maneno nitakayoyatamka ndani ya koti hii ni ukweli. Ni ukweli. Ni ukweli mtupu. Ni ukweli mtupu. Mwenyezi Mungu nisaidie. Mwenyezi Mungu nisaidie. Unaitwa nani? Naitwa Mzee Mkali, Kijabatwa, Kanjura Masheshe. Wewe ni nani katika kesi hii? Mimi shahidi. Je, unaweza kuielezea mahakama unafahamu nini kuhusu kesi hii? Ndio. Haya, ielezea. Mimi ni jirani yake na Kabwida. Binti yangu aliniomba kwamba anaenda kuangalia TV kwa Kabwida. Bahati mbaya akawa mimi nikaingia kulala, sikujua kama amerudi hata kule. Lakini kesho yake nakuja asubuhi, ananiambia binti yangu, ananiambia kwamba ndio ulienda kana kwa Kabwida. Kwa sababu jirani mimi sikuona kama ni tatizo. Lakini akaniambia siku Kabwida kama binti yangu. Na binti yangu bado ni mwanafunzi. Sasa nikaona naweza kukata mtu mapanga. Nikamuuma kwa sababu binti yangu bado ni mwanafunzi. Ikabidi nije mahakama kwenye vyombo vya sheria ili mahakama inisaidie. Lakini nimeshangaa kuweka majibu anayotoa. Kwa kweli ananisikitisha sana. Ndio hivyo. Tunaliko hapa. Pole mzee wangu. Unaweza kumtambua Kabwida ndani ya koti hii? Hiyo natambua. Yuko wapi? Ndio huyu hapa. Ndio huyu hapa Mzee Majanga. Mheshimiwa mtukufu hakimu, shahidi anaweza kumtambua mshukiwa wa kesi ndani ya koti. Kabwida. Unasema dola kwa shahidi? Nayo. Haya, muulize. My question is, you and me. Kabwida. Kiingereza gani hicho unaongea? Me and talk in English. Ongea lugha unayoielewa. Language English. Ongea Kiswahili. Ongea Kiswahili. Shikamoo. Shikamoo na mamkia nani hiyo shikamoo zako? Mahakimu. Hebu uliza swali. Haya. Swali langu ni, je, binti yako ulimruhusu hadi nyumbani kwangu? Mimi sikumruhusu aje chumbani. Nilimruhusu aende kwa majirani. Alivyoniomba kwamba anakuja kwa kuangalia TV. Ndio kwa sababu wao wanaangalia TV kwa majirani. Basi aje kuangalia TV kwako. Swali langu ni, je, wewe unanijua mimi? Nikujua usaidia nini? Nafahamu wewe ni jirani yangu. Basi. Swali langu ni, je, binti yako alikuomba anakuja kwangu na ukamruhusu? Mimi sikumwambia aje kupaka. Aliniomba kuja kuangalia TV kwa majirani au kwa jirani ambaye ni wewe. Bwiga. Vyema sana. Sheria inatambua kuwa ubakaji ni tukio la uvamizi. Nikieleza mahakama kuwa binti yako alikuja nyumbani kwangu kunivamia na wewe ndio uliyepanga uvamizi huo, ndio maana ukamruhusu, nitakuwa niko sahihi?
Mheshimiwa mtukufu hakimu, sina swali la ziada kwa baba. Mungu mimi. Wewe mpaka leo. Farani. Kuna shahidi mwingine amefika? Hapana mheshimiwa mtukufu hakimu. Mashahidi wameishi. Shuka kizimbani. Hapo sio kwako mzee. Ananuka. Kabwiza, anayeongea ni mimi sio wewe. Kuwa kimya. Kuna kumbuni. Kwa hiyo hapa kwako. Toka. Wewe. Unamwona mimi? Kutokana na maelezo ya mlalamikaji pamoja na ushahidi uliotolewa hapa mahakamani, mlalamikaji akieleza kuwa alimfuata mtuhumiwa nyumbani kwake, akalala chumbani kwake, ameithibitishia mahakama kuwa alidhamiria kufanya ngono na mtuhumiwa. Pamoja na maelezo ya shahidi ambaye ni baba mzazi wa binti aliyemruhusu bintiye aende kwa mwanaume usiku na alale kule, wamethibitishia mahakama kuwa mtuhumiwa alitengenezewa mazingira ya kufanya ngono na binti Abigail. Hivyo basi, mahakama hii imeshindwa kumtia hatiani mtuhumiwa. Wewe hakimu. Kabwiga, unaachiwa huru kwa kesi hii, ila utaendelea kubaki mahabusu kwa sababu bado mwanangu hivi na kuangalia. Karani, fanya mpango wa kupiga simu hospitali wawaishe ambulance faster tuweze kumpeleka mzee hospitali. Kutokana na hali iliyojitokeza katikati ya kesi, naomba tuendelee, nitarudia kusoma upya. Kutokana na maelezo ya mlalamikaji pamoja na ushahidi uliotolewa hapa mahakamani, mlalamikaji akieleza kuwa alimpata mtuhumiwa nyumbani kwake, akalala chumbani kwake, amethibitishia mahakama kuwa alidhamiria kufanya ngono na mtuhumiwa. Pamoja na maelezo ya shahidi ambaye ni baba mzazi wa binti aliyemruhusu binti aende kwa mwanamume usiku na alale kule, wamethibitishia mahakama kuwa mtuhumiwa alitengenezewa mazingira ya kufanya ngono na binti Abigail. Hivyo basi, mahakama hii imeshindwa kumtia hatiani mtuhumiwa. Kabwiga, unaachiwa huru kwa kesi hii, ila utaendelea kubaki mahabusu kwa sababu bado unazo kesi 993 na nyingine hazina dhamana.